nataka nimzungumzie mwanamume. Sawa, kwa hivyo mwanamume hii inakuhusu, lakini anayefaa kujua hili ni mtoto wa kike, kwa sababu kuna wadada, kuna wanawake wenzangu wao wanajiulizaga maswali mingi sana. Labda utapata mume ama mwanamke unayenisikiliza, je, ushawahi, utaniandikia kwenye comment section, ushawahi kukutana na mwanamume ambaye muko kwenye faragha, kwenye 6 bedini, kama ni manukato umejitia, umechuchumalia mpaka chetezo, mtoto wa kike unanukia hatari. Sawa, lakini mwanamume wako ni yule taksi bubu. Yani mpaka unaanza kujiuliza, hivi tatizo nini jamani? Je, yupo kwenye mudi? Lakini ukiangalia kumbato anakukumbatia, kwenye kupiga show anapiga show sana. Sawa, yani we mwenyewe unajua kweli hapa akikushika kiuno, unajua kweli hapa mwanamume kanishika kiuno. Yani yuko vizuri kila sekta. Kwenye kupiga mnyonyo anapiga mnyonyo, kwenye kusonda anasonda, kwenye kuramba anaramba. Yani we mwenyewe unakojua zaidi ya mara 3. Tatizo linakuja, yupo kimya sana. Yani mpaka wewe unakuwa na shauku, unaanza kujiuliza, yani mbona kama hafurahii hichi kitendo? Mbona hapigi kelele, hatoi hata nakali za sauti? Kitu ambacho wanawake wengi hawakijui ni kwamba kunao baadhi ya wanaume ambao huwa wanakaa kimya wakati ule wa kuvumbulana, ila sio dalili kwamba hafurahii hicho kitendo kinachofanyika. Hapana, wakati mwingine ni tofauti ya unavyofikiria. Sasa hapa itakuwa nazungumzia zile baadhi ya sababu za kwa nini mwanamume huwa anakaa kimya. Sababu za kwa nini huyo mwanamume wako muda mwingine anakaa kimya ule wakati wa kuvumbulana. Na wala sio, usifikirie kwamba hafurahii tendo, usifikirie kwamba labda umemlazimisha, mwenyewe hayuko kwenye mudi. Hapana. Sababu ya kwanza huwa ni kwamba anakuwa amejitika, amejiweka kwenye hisia na umakini mkubwa sana. Yani focus yake yote iko hapo. Wanaume wengi huwa wana focus zaidi kwenye mwili na hisia kuliko maneno wakati wa kuvumbulana. Utamwona yuko kimya, lakini kwenye kupiga mauno anapiga mauno freshi. Kwenye kukupiga mnyonyo anakupiga. Tatizo ni kwamba hatoi tuta na kali za sauti. Yani anataka kila kipembe ni mnyonyo, asikie mnyonyo kweli hapa amenyonya, amepiga hivyo. So hao ambao wanakuwa kimya wakati wa kuvumbulana ni kwa sababu tu anataka kufocus zaidi kwenye mwili na hisia. Lakini pia anajaribu asiwahi kufika kileleni mapema, kwa sababu ni kitu kibaya sana kwa mwanamume kuwahi kufika kileleni kabla ya mwanamke. Sasa wengine huwa wanapunguza yale maongezi, wanapunguza zile tanakali za sauti, ama hawazitoi kabisa, hawaongei. Sawa, kwa sababu hawataki kupata ule msisimko wa haraka, hawataki kupata ule msisimko ule wa sana, ili adhibiti ule msisimko na kuongeza muda uwe mrefu akutosheleze wewe. Kwa sababu mwanamke katika kumtayarisha kabla ya wewe mwanamume kukojoa, mwanamke anahitaji dakika 25 mpaka 30. Ndio iwe umemchezea, inaitwa foreplay. Umemchezea kisawasawa, umemtayarisha mpaka kipochi manyoya kinanata, ute bina utelezi upo mahali pake. Sawa, ukiangalia mwanamke amefika kileleni zaidi ya mara 3.
ndani ya dakika 30. So ukipata mwanamume ambaye yupo kimya, yani anajaribu, yani ule msisimko usiwe wa haraka sana, usizidi, ili asiwahi kufika kileleni mapema kabla ya mwanamke wake. Sababu nyingine, unaelewa, kuonyesha hisia kwa utulivu. Kuna baadhi ya wanaume ambao wanaonyesha hisia sana tu, lakini hawataki kuonekana dhaifu. Sijui kama unaelewa. Hawataki kuonekana ama kujulikana kwamba huyu kama hili tendo amelifurahia, mbona ananguruma sana, mbona kama anatetemeka. Sasa ukimuona, yani huwa ameginya pale, anauma meno tu, lakini ana raha anaisikia, lakini kule kunguruma na kutoa sauti ndio hataki kutoa. Kwa sababu gani? Anaona kama huyu, mbona kama mwanamke ataniona mimi dhaifu, ataniona mimi. Na si mbaya, kwa sababu unajua pale kwenye kuvumbulana sio ati wakati wa kuangalia huyu yuko vipi, huyu yuko vipi. Kuvumbulana kuna raha yake, na nyote mnafaa kupata ile raha. Lakini ukipata mwanamume ambaye yuko kimya sana, huwa hataki yani kuonekana, manake anahofia ya kwamba baada ya kuvumbulana kuna zile story ambazo nyinyi wapenzi ama wanandoa mtaleteana, labda juzi ulinguruma sana mpenzi wangu, labda hataki hiyo. Ndio anaamua tu wacha mimi nimuonyeshe kwamba hili tendo nalifurahia, lakini chini ya maji. Kupiga maono anapiga maono, kupiga show anapiga show sana, lakini kama anatulia fulani hivi. Sawa Lakini pia anaogopa kuonekana wa ajabu ama kuchekwa, kule kuwa judged. Naelewa wanaume wengi pia yani wanajihisi kwamba nitakuwa judged kuliko kawaida. Ila tu mwanamume nakwambia, sawa it is okay kumon, it is okay kutoa tanakali za sauti wakati wa kuvumbulana. Kama vile wewe unavutaka sauti kutoka kwa mwanamke, na wanawake wengine pia wanapenda hizo tanakali za sauti kutoka kwa mwanamume. Yani ndio inamuonyesha kwamba kitu ninachomfanyia huyo mwanamume anakipenda. Lakini wengi wa wanaume huwa wanahisi kwamba nitakuwa judged, nitachekwa, nitaonekana kwamba sio wa kawaida. Sawa Sababu nyingine, anakuwa anafuatilia zaidi muitiko wa mwili wako. Sawa Badala ya kuzungumza sana na kutoa zile tanakali sana za sauti, yeye anaangalia uso wako, anaangalia umegeuka kengeza, anaangalia mboni imepotea, ama unamwangalia tu hivi hivi. So badala ya yeye kuongea sana, anafuata body language yako, anaangalia uso wako, anaangalia movement wa mwili wako. Je, unatetemeka? Maana kuna mahali pengine shekhe ukishikwa mapaja yanatetemeka, au utasema umepigwa mboko, wewe uogopi. So badala kule kuzungumza sana, anakutoa tanakali za sauti. Yeye anasema bora tu mimi nimwangalie baby wangu, uso wake ukuje, anauchuna, anafurahia, mwili wake unasemaje, hisia zake, sawa na namna unavyojisikia. So labda wewe mwanamke kutoa zile tanakali za sauti pamoja na mwili kutetemeka, mapaja kutetemeka, unakunyata mashiti, ushaelewa, unajibinyua fulani hivi, mboni imepotea, jito limelegea, hilo anajua kweli hapa show. So badala yeye kuzungumza, ana take hiyo time kufocus na wewe, body language na kila kitu. Sawa Lakini jamani, sote kama wanandoa, kama wapenzi, lazima tukumbuke kitu. Sawa ukimya sio lugha ya kila mwanamume. Wengine huwa wanaongea sana, wengine wananguruma, wanapiga kelele. Sawa na wengine ndio kama hawa waleo niliowaongelea kwamba wamentulia tuli kama maji mtungini. Muhimu ni mawasiliano nje ya chumba mtakapokuwa hamuko kwenye faragha.
Sawa ile kushirikiana. Muhimu yani kuwe na mawasiliano nje ya chumbani kuliko kutoshirikiana ndani ya chumba. Na sasa hivi ndoa nyingi watu hawazungumzi. Sijui ni kitu gani kinawafanya wanandoa wawe na aibu kubwa sana kuhisi kwamba nikizungumzia kuhusiana na masuala ya kuvumbulana na mpenzi wangu ataniona mtundu. Huo utundu ndio unaohitajika. Mnapokuwa mmekaa sitting room pale mnakunywa chai ya jioni, unamwambia mpenzi wangu, jana ulinishika sehemu, basi nikasikia raha, nataka ushike hiyo sehemu kila wakati. Na mwanamke mwenzangu, ukiona mwanamume wako amekukunja akakuroli ama akakuweka style ile ambayo wajua akiniweka hivi mimi hufika kileleni haraka, akianza kukukunja na kukuroli kukupeleka sehemu nyingine, mwambie mimi nataka unigeuze unifanye hivi na hivi na hivi. Yani wewe kamatia hapo hapo kwenye hiyo style. Yani hata kama atakuzungusha akuzungushe, lakini hakikisha anakuweka ile style ambayo inakusaidia wewe kufika kileleni mapema. Haya yote yatawezekana iwapo mtakuwa na mawasiliano. Sawa? Kwa sababu muda mwingine kukaa kimya kunaambatana na kukosa hamu kabisa. Sawa? Unaweza kukosea, yani mtu akakosea kusoma ukimya wako, akaudefine na tofauti. Mtu anakaa mnavumbulana, anaanza kujiambia, ama amekaa kimya kwa sababu labda hafurahii tendo. Mshaelewa? Ama hataki ukaribu wangu, ama ana stress, ana msongo wa mawazo. Sawa? Ama labda hajazoea huku kufanywa unajua kuna utundu fulani ambao wanaume wengine ukiwafanyia kwa mara ya kwanza wanashtuka. Wanabakia vitu gani hivi sijawahi kufanyiwa. Unaelewa? So unamfanya yule mwenzako anakuwa na maswali tofauti kukaa kimya. Kwa hivyo inahitaji mawasiliano makubwa sana mnapokuwa either mko faragha ama hamuko faragha. Sawa? So ili uweze kutoa ishara kwamba mimi nimenyamaza, lakini kunyamaza kwangu hakumaanishi hivi na hivi na hivi, ila na nyamaza kwa sababu ya hivi na hivi na hivi. Sawa? Sasa wewe unayenisikiliza pamoja unayenitazama, hebu niambie, umeshawahi kukutana na mwanamume wa aina hii? Wale wa kimya wakati wa kuvumbulana?